Ndugu zangu wapendwa, basi leo mko pamoja nami Sheikh Maalim Abdul Karim, naweza kuwapa faida kubwa inayotokana ama kuweza kupatieni siri ya mchanga wa njia panda, siri ya udongo wa njia panda. Tunaelewa kwamba njia panda ina mlolongo mrefu sana, na njia panda inawakusanya watu, na njia panda inawatenganisha watu. Sasa unaweza kuunganisha jamaa zako kwa kutumia njia panda, ama ukasambaratisha jamaa zako kwa kutumia njia panda. Unaweza ukatengeneza njia ya kwenda mbali kwa kutumia njia panda, ama ukajifupisha njia kwa kutumia njia panda. Unaweza kumtaka umpendaye kwa kutumia njia panda, ama ukamuondosha umtakaye kwa kutumia njia panda. Kwa hivyo njia panda imebeba uchawi mkubwa sana. Njia panda imebeba uchawi mkubwa sana. Sasa njia panda ninayoizungumzia mimi ni njia panda ambayo ijaenda katika njia 4. Yani yenyewe imekwenda alafu ikajigawa mara mbili. Yani imegawa upande wa kulia na kushoto. Hii ndio unayozungumzia zaidi, kwamba hii ndio njia panda ya kupiga, hii ndio njia panda ya kuopoa, hii ndio njia panda ambayo inaweza ikakujenga kiuchumi, ama ni njia panda ambayo inaweza ikakubomoa. Na inakubomoa kwa sababu gani? Kwa sababu mtu anapigwa katika njia mbili. Mtu anaweza kulogwa katika njia mbili. Ima akazuiliwa njia panda, ama akalogwa katika nyumba yake. Kokote kule tunakokwenda katika mizunguko yetu ya utafutaji wa riziki, lazima tupite katika migawanyo ya njia panda. Sasa basi, kuna mitego iko njia panda. Kama wale wenzetu ambao wanatega vitu vya aina mbalimbali kwa ajili ya kuwanasa maadui, ama katika namna fulani, basi na wachawi washirikina wanatengeneza mambo yao mbalimbali na wanasimika njia panda. Hivyo kama watakukosa njia panda, basi hakika lazima wataweza kukunasa katika nyumba yako. Na ndio maana utaona basi njia panda pia inafaa katika mapenzi. Unaweza ukamnasa mwanaume kwa kutumia njia panda, ama ukatumia uchawi wa nyumbani, kwa sababu tunafanya mizunguko ya aina mbalimbali katika utafutaji wa riziki, lakini inapofika jioni lazima kila mmoja arudi kwenye nyumba yake. Hakuna namna yoyote ya mtu akashindwa kurudi katika mji wake. Sasa hakuna uchawi mbaya sana kama wakufanyiwa katika mji wako. Maana yake wewe unakuwa ni mwenye kutawaliwa. Unakuwa ni mwenye kutawaliwa. Una sehemu nyingine ya kuenda. Wewe unakuwa ni mtu ambaye hauna uhuru wa kutosha. Kwa hiyo ninaposema njia panda unaweza ukagawanyisha mambo, ni pale ambapo sasa umepatikana na matatizo makubwa sana, ama maradhi makubwa. Yani naongelea magonjwa mazito ya kukupelekea kulala kitandani. Kuna magonjwa makubwa kama ugonjwa wa kuparalyze ambao unaita stroke. Unampelekea mtu analala sehemu moja. Sasa mambo kama hayo ni mambo ambayo unaweza ukayagawa kwa njia panda. Sawa. Na unagawaje njia panda? Kwa sababu unapoelekea njia panda ambayo imejigawa upande wa kulia na kushoto, ni lazima utakapofika pale ima uchague kwenda kulia ama uchague kwenda kushoto. Basi utayachagulia hayo matatizo yako kwamba unataka uyaache wapi, upande wa kushoto ama upande wa kulia. Hivyo upande wa kushoto ndio upande ambao unatumika kuyaacha yale mabaya yote. Kama ulikuwa na mikosi, nuksi na nini, vyote unaacha upande wa kushoto. Na kama unataka kutengeneza mambo mazuri kwa kutumia njia panda hiyo, basi lazima utumie ile ambayo imeelekea upande wa kulia. Sasa kama unataka kuunganisha watu na ukawasafisha wakapata kuelewana zaidi, ni lazima uchukue mchanga wa upande wa kulia na kushoto uweze kuweka pamoja. Ukishaweka pamoja ufanyie kafara. Na unafanya kafara gani? Lazima utafute kafara ya ndege, na maanisha uweze kupata njiwa wawili weupe. Upate njiwa wawili weupe, basi wale njiwa utanyonyoa manyoya ya miguuni mwao na manyoya ya kichwani mwao, utachanganya katika mchanga huo. Na baada ya hapo sasa utaweza kuwachinja njiwa hao na kuchukua mioyo yao ile na kuweza kuikausha vizuri, ukachanganya pamoja. Ina maana tayari unakuwa ni katika mlolongo wa namna hiyo, ambapo sasa unaweza kuunganisha mapenzi ya watu ambao sasa wamekuwa sio wenye kuelewana, wamekuwa ni watu wenye kupigishana kelele, ni nyumba ambayo haina utulivu. Basi kwa namna hiyo, basi unaweza ukaunganisha kwa njia hiyo na ukapatikana utulivu. Na kuna wale wenzangu ambao wao wamekuwa wakihangaika na mambo ya kesi, yani kesi zisizoisha. Basi wewe usihangaike. Nataka nikupe njia. Wewe kokote kule unaponisikiliza, kama unasibiwa na kesi ambazo haziishi,
kila siku mikiki, kesi mnafuatilia, zamana haitoki, mambo yanaenda tofauti, basi sasa unaweza ukaamua kuweza kuivunja hii kesi na kuitupilia mbali kwa kutumia njia panda hiyo ambayo nimekuelekeza. Sasa la kufanya wewe, unachotakiwa kufanya, basi lazima uwe na kitu chochote kile cha mtu huyu ambaye sasa yeye anashtakiwa, ama yuko ndani, yuko gerezani, ama yuko mahabusu. Basi ukapata chochote chake ambacho kinamhusu na ukaweza kuelekea upande wa kushoto katika njia panda hiyo, na ukaweza ukafanya uchawi, kwa sababu njia panda ni sehemu ambayo watu wengi wanafanya uchawi. Basi utachukua mchanga wa katikati ya njia panda hiyo, basi utaweza kuuzonga katika nguo ya mtu huyo, ama nimekusudia nguo ama kitu chake kingine cha aina yote, basi ukaweza kuipa mgongo njia panda, alafu ukarusha lile ukarusha vile vitu vinavyomhusu huyo, ukavirusha vikaenda upande wako wa nyuma. Basi kwa hakika hiyo kesi itaweza kutupiliwa mbali mahakamani na akaweza kupata dhamana mtu wako, akaweza kuwa huru. Na kuna wale ndugu zangu wengine ambao wapo kwenye kambi tofauti za wakimbizi na wanatafuta kuweza kupata masponsa wa kuweza kuwasaidia wakaweza kuanza maisha yao mengine katika nchi zingine. Basi usihangaike, ni kwa kutumia njia panda. Ni mambo ambayo unaweza kujishughulikia kokote uliko duniani. Sina wasiwasi kabisa, nina imani njia panda zipo, ziwe ni njia panda za ambazo zimewekwa lami, ziwe ni njia panda ambazo ni za barabara za kawaida, zote zinaweza zikatumika na ukaweza kupata matokeo mazuri. Basi nisikilize wewe ambaye unatafuta safari ya kusafiri na unakosa mwelekeo, ama unakosa wadhamini wa kuweza kudhamini katika safari yako. Basi wewe la kufanya, lazima uweze kutafuta maji. Utafute maji ambayo yanaenda na safari, maji yenye kutembea yanayoenda na safari. Wewe ambaye umeweza kufungiwa safari yako kabisa, uwezi kusafiri kokote kule, basi chukua maji ya namna hiyo, njoo nayo mpaka njia panda, lakini hakikisha kwamba chombo hicho ambacho unakitumia kiwe ni chombo ambacho hakijawahi kutumika, wewe ndio mwanzo unaanza kukitumia. Basi utachukua maji hayo, njoo nayo mpaka njia panda, alafu utachukua mchanga wa upande wa kulia wa njia panda hiyo na upande wa kushoto, basi utaunganisha kwa pamoja, utaweza kuiweka katika mikono yako miwili, na utasema kabisa utofauti wa Mwenyezi Mungu kuumba mikono yako hii miwili. Basi katika utofauti huo unamuomba Mwenyezi Mungu aweze kufungulia njia zako, uweze kwenda katika safari yako. Basi utachukua mchanga huo, utaweka katika maji, basi utaweza kutumia maji hayo, utaweza kuona maajabu makubwa ya kuweza utasikia ukipigiwa simu kuweza kupata safari. Na kuna wale ndugu zangu wengine ambao wametanzika, yani wao wamekwamika kiuchumi, yani wao wanahitaji kila wakati wasiweze kukakiwa na pesa, wao ni wenye kupata pesa. Sasa utafanya nini? Nisikilize vizuri. Njoo kama wewe uko Tanzania, chukua shilingi 10,000 ichange mara 2. Uwe na 5 kwamba 5 moja iwe mkono wa kulia na 5 nyingine iwe mkono wa kushoto. Basi wewe chukua udi 2, fika mpaka njia panda. Fika mpaka njia panda. Zile udi moja iweke upande wa njia panda ambayo imeweza kuelekea upande wa kulia, na udi nyingine iweze kuweka njia panda ambayo imeelekea upande wa kushoto. Alafu zile pesa sasa utaziweka, noti moja utaweka upande wa kulia na noti nyingine utaweka upande wa kushoto. Alafu wewe mwenyewe utasimama pale katikati, utafanya kuizunguka ile njia panda, utafanya kwenda upande wa kulia na upande wa kushoto. Alafu utakusanya ile michanga yote kwa pamoja, utaweza kuzichukua zile noti na ukaweza kuzikamata kwa pamoja zikiwa zimekamata ule mchanga, kwa kuziunganisha kama ulivyoona nimeunganisha mikono yangu hivi. Basi utaendelea kukunja, kwa maana kukunja unakunja kuchukua kipato chako, kwa maana ule mchanga ambao wewe umeukusanya na kuweka pale katika zile pesa zako, basi ndio kipato ambacho wewe umeonelea sasa kisiweze kukauka katika mfuko wako. Basi utafanya hivyo moja kwa moja na kwenda kuhifadhi nje ya nyumba yako. Kikawaida watu wanapokuja katika mji wako huwa hawaji kwa kuanzia ndani, mara nyingi wanakuja kwa kuanzia nje. Sasa wewe ndio mwenye hiari ya kuwapokea watu wao ama kuweza kuwakatalia watu wao. Basi wewe nyumba yako haitakaukiwa na wageni, haitakaukiwa na riski, utakuwa ni mwenye kujawa na riski. Utakuwa ni mwenye kupata habari mpya kila wakati. Na kuna ndugu zangu wale wengine ambao wao changamoto kubwa sana ambayo inawakabili ni hali ya kusahau sana. Yani wao si wenye watu wa kuwa na kumbukumbu. Yani kidogo amesahau. Sasa kupitia huu udongo ama mchanga wa njia panda unaweza kukusaidia sana kuweza kurudisha kumbukumbu zako. Jambo la kufanya wewe
utaelekea basi katika njia panda hiyo, na utachukua mchanga upande wa kulia na kushoto, alafu utachukua nywele za utosi, za katikati ya utosi wako, basi utachanganya na mchanga huo, utaweka katika chombo kisafi. Utaweka vitu hivyo katika chombo kisafi, na ukishaweka katika chombo kisafi, basi utaweka maji ambayo maji hayo yatakuwa ni ya kununua dukani, ambao maji hayo ni sildi. Sasa utaweza kuyafungua, kwa maana sasa unafungua kumbukumbu zako uweze kukumbuka tena. Utachukua maji hayo, utaweza kuingiza katika glasi hiyo, basi utaweza kuacha kwa muda wa dakika chache. Baada ya kuacha kwa dakika chache, basi maji yale yanapotulia vizuri, unaweza kutumia sasa kuweza kunawa katikati ya utosi, katikati ya kichwa chako, basi maji yatatiririka yale moja kwa moja kuelekea katika kiwiliwili chako. Basi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utakuwa ni mwenye kuweza kumbukumbu ziwe ni zenye kukurejea vizuri. Basi mimi ambaye kila wakati nakupeni faida ni Maalim Abdul Karim, ambaye bila mashaka yote kabisa usiache kusubscribe channel, usiache kusubscribe ili tuweze kuwa pamoja, ili mradi kwamba kuna masomo ya muhimu ambayo ni adimu kabisa yanayokujia katika hii channel, uwe ni mwenye kuyapata na uwe ni mwenye kufaidika zaidi. Tuzidi kuwa pamoja, tuweze kushirikiana, tuko pamoja, na Mwenyezi Mungu awalinde.